Chako pendwa cha Live Theatre ambacho kinafanyika kila siku za Jumatano. Tunaendelea kuongelea masuala mazima ya usalama wa barabarani, lakini kubwa kwa siku hii leo tutaongelea matumizi sahihi kwa watembea kwa miguu wakiwa barabarani. Kwa hiyo kaa tayari uweze kufahamu yapi ni matumizi sahihi kwa wewe mtembea kwa miguu, lakini pia hata unatumia chombo cha moto ili kuhakikisha unaweka usalama kati yako na baina na yule mtu ambaye anatembea kwa miguu. Endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata taarifa sahihi kwa wakati sahihi. Mimi ni Esther Mamkwe, nipo na mgeni hapa, atakwenda kujitambulisha kwa nafasi yake, lakini kaa tayari usikilize, utazame uweze kuelewa nini cha kufanya. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Sergeant Samora Jonathan. Ndio. Natokea kitengo cha usalama barabarani, elimu kwa umma, mkoa wa Kilimanjaro. Kama ambavyo umeitambulisha, mada ni kwamba leo tunazungumzia matumizi sahihi ya barabara kwa watembea kwa miguu. Ndio. Leo tumeamua tuliguse ili kundi la watembea kwa miguu. Okay. Kwa nini kundi la watembea kwa miguu? Kundi la watembea kwa miguu ni miongoni mwa haya makundi ambayo yanayotumia barabara. Kwa kuwa ni kundi la hawa watumiaji wa barabara, na ni kwamba ni kundi ambalo linaloongoza kuwa na idadi kubwa kuliko makundi yote ambayo yanayotumia barabara. Kwa hiyo kundi hili tumeona ni bora tuweze kuwapa elimu ya matumizi sahihi ya barabara. Okay. Lengo hasa likiwa ni kuepukana na hizi changamoto za ajali za barabarani ambazo yakumba makundi haya ya watembea kwa miguu. Okay. Kwanza kabisa, watembea kwa miguu wanapaswa wazingatie matumizi sahihi ya barabara. Okay. Nikiwa na maanisha ya kwamba watembee upande sahihi na salama na ulio bora. Okay. Lengo hasa likiwa ni kuendelea kuhudumisha masuala mazima usalama barabarani katika kundi hili. Na maeneo ambapo kundi hili la watembea kwa miguu wanapaswa waweze kutembea wakiwa barabarani. Okay. Waweze kutembea upande wa kulia mwa barabara. Upande wa kulia mwa barabara ni upande ambapo ni sahihi na salama, ili kundi lile la watembea kwa miguu waweze kuona chombo cha moto ambacho kinachokuja mbele yao. Okay. Watembee upande wa kulia mwa barabara, pembezoni mwa barabara, lakini wakati wanatembea barabarani waweze kuchukua tahadhari, waweze kuwa waangalifu, waweze kuwa wasikivu. Lengo hasa likiwa ni kuepukana na hizi changamoto ambazo zinaweza zikawakumba kama hawatokuwa makini. Na vile vile kuna wakati watembea kwa miguu wanapokuwa wanafanya matumizi ya barabara kwa kutembea barabarani. Okay. Kuna wakati watahitaji kuvuka barabara. Ndio. Kwa hiyo tunatoa rai kwa watembea kwa miguu kuvuka barabara maeneo ambayo ni sahihi na salama kwa ajili ya kuvuka barabara. Okay. Na maeneo hayo ni pamoja na vivuko vya watembea kwa miguu, yaani wavuke barabara maeneo ambayo kuna kivuko cha watembea kwa miguu. Okay. Wavuke barabara maeneo ambayo barabara imenyooka. Wavuke barabara maeneo ambayo ni salama, kana kwamba hawawezi kupata kizuizi chochote wanapokuwa wanavuka barabara. Wasivuke barabara maeneo ambayo hawawezi kuona pande zote za barabara. Wasivuke barabara kwenye kona. Wasivuke barabara kwenye makutano ya barabara. Okay. Wasivuke barabara kwenye tunasema miteremko mikali. Wasivuke barabara eneo lolote ambalo lina kikwazo ambacho kitawazuia wao washindwe kuona barabara vizuri, au wasivuke barabara maeneo ambayo ni ya madaraja. Okay. Na kwa hiyo tunazingatia na kusema ya kwamba watembea kwa miguu wazingatie maeneo hayo sahihi ya kuvuka barabara. Na vile vile sasa, okay, wasivuke barabara maeneo ambayo yatahatarisha usalama wao. Kwa hiyo wazingatie hilo. Kwa hiyo wavuke barabara maeneo ambayo ni sahihi na salama. Na wanapovuka barabara, wavuke barabara moja kwa moja. Kumekuwa na dhana au kumekuwa na kitu ambacho tumekuwa tukishuhudia, baadhi ya watembea kwa miguu unakuta wanavuka barabara aidha wakiwa wanaongea na simu, au wanavuka barabara wamekutana watu wanaofahamiana, wanaanza kusalimiana katika barabara ile. Okay. Kitu ambacho kinachelewesha watumiaji wengine wa barabara washindwe kufanya matumizi ya barabara. Kwa hiyo wazingatie hilo. Wavuke barabara kwa hali ambayo ni ya ukakamavu. Lengo hasa likiwa ni kuepukana na kuyachelewesha makundi mengine ambayo nayo wanahitaji wa kuvuka barabara. Kwa hiyo waweze kuzingatia hilo.
Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, tunayemdhamini anayetupa nguvu ya kuwa hapa ndani ni Maji ya Uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma tu ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili Sita. Maji hayo huwezi kuyapata sehemu nyingine isipokuwa ndani ya huduma. Huduma hii ipo Moshi Maili Sita. Kama unatokea Moshi mjini, unapanda magari ya kwenda Sanya, Machame, Boma, Sadala, utashukia kituo cha mashine, utakutana na ratiba, bango kubwa ambalo lina ratiba za ibada. Siku za ibada mahali hapa ni Jumatano na Ijumaa na Jumapili. Jumapili ni saa 6 mpaka saa 10:30. Jumatano na Ijumaa ni saa 8 mpaka saa 11. Nyote mnakaribishwa ili muweze kupata maji haya. Yauzwi nje ya huduma, ni ndani tu ya huduma ya Mlima Moria iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili Sita. Bado tunaendelea kuzungumzia matumizi sahihi ya barabara kwa watembea kwa miguu. Tumeelekezwa namna watembea kwa miguu mnatakiwa upande upi wa kupita, lakini pia namna ya kuvuka barabara. Umezungumzia maeneo hatarishi, ningependa kufahamu hayo maeneo hatarishi ni kama yapi? Maeneo hatarishi katika kuvuka barabara ni maeneo kama vile yenye kona. Okay. Sehemu ambapo pana kona sio sehemu salama kwa ajili ya kuvuka barabara. Okay. Sehemu ambayo kuna makutano ya barabara sio sehemu sahihi na salama kwa ajili ya kuvuka barabara. Okay. Maeneo yenye miteremko, maeneo yenye milima sio maeneo sahihi kwa ajili ya kuvuka barabara, pamoja na maeneo mengine ambayo yanafanana na hayo. Sio maeneo sahihi ambayo ya kuvuka barabara. Yapi maeneo sahihi ambayo mtu akitembea kwa miguu anapaswa kuvukia barabara? Maeneo sahihi ni maeneo ambapo tumesema ni kivuko cha watembea kwa miguu, ambao tunasema kwenye alama za pundamilia. Maeneo sahihi ni maeneo ambayo barabara imenyooka. Maeneo sahihi ni maeneo ambayo tunaweza kuona pande zote za barabara vizuri. Maeneo sahihi ni maeneo ambayo kwenye taa za kuongozea magari. Kwenye taa za kuongozea magari kuna wakati pana taa zile za kuongozea magari panakuwa na kivuko cha watembea kwa miguu. Kwa hiyo mbali na kwamba katika hizi taa za kuongozea magari kuna wakati mwingine kunakuwa na alama ambayo inatoa fursa kwa wavukaji wa barabara waweze kuvuka katika maeneo yale ya taa za kuongozea magari, kwamba sasa ni wakati wa kupita magari, sasa ni wakati wa watembea kwa miguu kuvuka barabara, sasa ni wakati wa hivi vyombo kusimama na kutoa kipaumbele kwa watumiaji wengine wa barabara upande mwingine waweze kuvuka barabara. Umezungumza kwamba sehemu yenye alama zile za pundamilia ndo sehemu sahihi, lakini tumeona ajali nyingi ama zinatokea kwenye kile kivuko. Husababishwa na nini ama chanzo ni nini? Kwa nini ajali inatokea pale na wakati dereva unaelewa pale ni sehemu ya watu kuvuka barabara? Wakati mwingine tuseme tu ya kwamba unakuta katika haya makundi yanayotumia barabara, aidha ni kundi la watembea kwa miguu ama kundi hili la madereva. Wengi wao hususan labda katika hawa madereva, baadhi ya madereva wamekuwa hawako makini, hawataki kuheshimu hizi alama za barabarani, ikiwemo vivuko hivi vya watembea kwa miguu. Baadhi ya madereva unakuta dereva anaona kabisa kwamba hapa alama ya barabarani inaniambia niweze kusimama na kutoa kipaumbele kwa hawa wanaovuka katika kivuko kile. Lakini wamekuwa hawafanyi hivyo, wamekuwa wakipita katika hivi vivuko vya watembea kwa miguu, licha ya kwamba wakati huo unakuta barabara inatumika, kuna watu wanavuka katika kile kivuko. Kwa baadhi ya madereva wamekuwa sio makini, kitu ambacho kinapelekea kutokea kwa hizi ajali. Kwa wakati mwingine uzembe unaotokana na makosa ya kibinadamu, kama madereva kutokuzingatia vivuko vya watembea kwa miguu, nayo imekuwa ni sababu ya wao kusababisha ajali katika maeneo haya ya vivuko vya watembea kwa miguu. Ipi adhabu ya makosa kama hayo kwa dereva ambaye hatosimama kwenye kivuko, lakini pia kwa yule ambaye atasababisha ajali? Ipi adhabu yake? Kwa yule ambaye atasababisha ajali katika kivuko hiki cha watembea kwa miguu, kwa kushindwa kuzingatia na kutoa kipaumbele kwa hawa wanaovuka katika hivi vivuko vya watembea kwa miguu, kwanza kabisa yule anapaswa aweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Sababu kusababisha ajali katika kivuko cha watembea kwa miguu, kosa lako litakuwa ni kuendesha kwa hatari. Tunasema dangerous driving. Na mara nyingi sana unakuta adhabu zao zinakuwa ni kali. Mahakamani ile haina kifungo. Pale yule atapaswa aweze kuhukumiwa kifungo tu. Mahakamani hakuna fine kwa mtu atakayesababisha ajali katika kivuko hiki cha watembea kwa miguu. Kwa hiyo atakabiliwa na kosa la kuendesha chombo cha moto katika mwendo hatarishi na kusababisha ajali.
Kwa hiyo licha ya kwamba atatumikia adhabu hiyo ya kifungo gerezani, lakini leseni yake kwa mujibu wa sheria inapaswa iweze kufungwa, yani afungiwe leseni yake kwa kipindi fulani, aidha kwa kipindi ambacho mahakama itakachoweza kuona kwamba kutokana na uzito na kosa ambalo alilofanya dereva yule. Kwa hiyo adhabu yake iko vile. Na kingine tena ni kwamba huyu atakayeshindwa kusimama katika kivuko hiki cha watembea kwa miguu na akapita tu lakini hajasababisha ajali, huyu naye atakuwa na adhabu yake. Aidha atafikishwa mahakamani ushahidi ukipatikana, aidha anaweza akaandikiwa faini. Ndio. Lakini huyu anayesababisha ajali katika kivuko cha watembea kwa miguu, huyu kosa lake linakuwa ni kubwa, na kosa lake litakuwa ni kuendesha katika mwendo hatarishi na kusababisha ajali, ambao adhabu yake inakuwa ni kubwa kidogo kuliko haya makosa mengine. Sawa. Watu gani wanapaswa kupewa kipaumbele wanapokuwa barabarani? Kwanza kabisa, dereva atambue ya kwamba ana jukumu la kutoa kipaumbele kwa watumiaji wengine wa barabara pindi ambapo wanapofanya matumizi ya barabara. Makundi yote yanayotumia barabara yanapaswa yaweze kupeana kipaumbele, hususan ndugu zetu madereva. Wakati mwingine sana tunakuwa tukiona madereva wanajiona kwamba wao ndio na haki sana ya kutumia barabara, pasipo kujua kwamba barabara ina haki ya kutumiwa na kila kundi ambalo linapaswa litumie barabara. Kwa hiyo dereva anapaswa aweze kutoa kipaumbele kwa makundi mengine yanayotumia barabara, kama kundi la watembea kwa miguu, kundi la wasukuma mkokoteni, kundi la wapanda pikipiki, kundi la wapanda baiskeli, makundi maalum haya kama ya wazee, watoto na walemavu. Kwa hiyo dereva atambua ya kwamba yeye pamoja na mambo mengine kwamba ataendesha katika falsafa ya dereva kujihami, lakini dereva anapaswa aweze kuchukua tahadhari na aweze kuwa makini na kutoa kipaumbele kwa makundi mengine yote ambayo yanayotumia barabara. Sawa, ningependa kufahamu ama ningependa kuelewa ni kwa nini ama ni kwa sababu gani unaona ni mtu kuvuka, ni let's say mzee ama mtu umri umesogea, hamna kivuko pale, lakini bado apewe kipaumbele. Chanzo nini au sababu ni nini? Ya kwanza kabisa, vyanzo viko vya aina mbili. Sababu gani? Tunamtaka hata huyu ambaye anavuka barabara kuwa makini na kuwa mwangalifu. Wengi wanaovuka barabara hawawi makini wala hawawi uangalifu. Cha kwanza. Cha pili, kumekuwa na madereva ambao wakati mwingine umekuta wao hawataki kutoa kipaumbele kwa makundi mengine ambayo yanayotumia barabara. Madereva wazingatie udereva wa kujihami, ambao tunasema ya kwamba udereva wa kujihami, dereva anapaswa aweze kuchukua tahadhari hata kama uzembe ule umetokana na kundi lingine linalotumia barabara. Kwa hiyo wito wetu sisi ni kwamba madereva wazingatie udereva wa kujihami, madereva wazingatie alama za barabarani, madereva watoe kipaumbele kwa makundi mengine yanayotumia barabara, na sisi ambao ni makundi mengine tunayotumia barabara kama kundi la watembea kwa miguu tuwe makini, tuwe waangalifu na tuchukue tahadhari. Upe ushauri wako au maoni yako kwa watu wote, watembea kwa miguu lakini pia wale madereva wanaotumia vyombo vya moto. Ushauri wangu ni kwamba sisi sote ni watumiaji wa barabara katika namna tofauti. Na kama sisi ni watumiaji wa barabara, basi tunapaswa tuweze kuwa makini na kuwa waangalifu, hususan pindi ambapo tunapofanya matumizi ya barabara. Vile vile kwa hawa ndugu zetu madereva, watambue ya kwamba wana jukumu la kuzingatia na kufuata sheria za usalama barabarani, wana jukumu la kuwa waangalifu, wana jukumu la kulinda usalama wao, wana jukumu la kulinda usalama wa watumiaji wengine wa barabara, na wana jukumu la kulinda usalama wa hivi vyombo ambavyo wanavyoviendesha, kwa sababu vile vyombo ni mali za watu. Vile vyombo ndio nyenzo zao za kuweza kuwatafutia riziki ambazo kwa kazi ile ambayo inaifanya. Kwa hiyo tuzingatie, tuwe makini, tuwe waangalifu, tuzingatie matumizi sahihi ya barabara kwa namna ambavyo sisi tunavyotumia barabara. Basi nikwambie shukrani sana kwa kuzidi kutoa elimu, lakini pia mtazamaji wa Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili uzidi kupata taarifa kila inapokuwa hapo tayari kwa ajili yako. Endelea kumwambia rafiki yako, jirani yako, usichoke kutazama Gift Online TV. Kwa heri.